Shabana. Nombo ziko na mke wake, vituko vyao, mpangaji anateseka. Bangiri na mke wake wanadanganyana. Basi wai. Nisubiri pale pale, usio na wasiwasi. Sio hivyo. Sasa sio hivyo. Wewe unajua mimi nachanganyikiwa sometimes. Tulia hapa. Sasa aona na maisha uendelea kwa kila na mtoto naye na nyama huyo. Ngoja sasa nikuonyeshe. Wapi sasa? Wacha na kunataka kelele hivyo. Giza likiondoka, tumaini urudi tena. Sauti za uswazi kwenye kila moyo, sauti za uswazi kwenye kila kona. Hadithi zinaendelea, maisha yanaendelea. Sauti za hivi bado unachukuliaje wewe? Unaniona mimi kama fala eh? Kwa hiyo jana kuniambia utaniletea pesa, nimekaa nimesubiri pesa haiji. Na uzatula tu pale. Kiasi kwamba mpaka tumelala na njaa na mtoto, unajisikiaje? Sasha, wewe unanifurahisha sana, hasa ukiwa na hasira. Yaani hapo unapoongea mimi nahisi kama kuna raha naipata. Macho mazuri, kijisura kizuri. Sawa, endelea. Kwa hiyo kumbe ninavyokaa hivi nakasirika, au unajisikia burudani. Umekaa kwa mke wako kule unajisikia raha kabisa, mnaenjoy maisha, mapenzi, maabani uwe. Alafu mimi huku nalala na njaa na mtoto. Kwako burudani kabisa. Sikiza nikwambie. Sawa, jana kipindi unaondoka nyumbani kuna changamoto ilitokea. Mke wangu aliingia ndani akaficha pesa yote. Sawa? Kwa hiyo ilikuwa napambana niweze kupata pesa nikuletee. Sawa? Sio kwamba nilifanya makusudi. Mimi ndio nilokuahidi unisubiri. Naomba tu nielewe kwanza. Alafu upunguze jazba tuzungumze. Mimi nakwambia tu unaona niko kwani? Ana mbazi kwa sina mambo ya kipuzi najua. Usilete mambo ya kijinga wewe. Hivi wewe mzee, unanitia shida eh? Wewe. Chama mbaki jenga. Basi kwanza kuumiza wewe. Kuumiza. Nikutane kitu gani? Nitotana, naleta utani. Sawa basi unaomba unisamehe basi. Sipendi mambo ya kijinga. Mwenyewe. Nakupenda sana mke, unaomba unisamehe. Usijichekeshe. Nitakuja kukuumiza wewe vipi? Wewe naye ndugu. Wewe Aisha tu na wewe. Aisha kitu gani? Aisha tu. Kitu gani Aisha? Wewe nawe. Usitomeza kunipiga wewe. Sawa Aisha basi mke wangu basi. Mbona namtafuta sana wewe? Ngoja mke wangu. Nikikaa kimya sio kama nakuogopa. Ngoja kwanza mke wangu. Naomba unisamehe wewe mke wangu bwana, naomba unisamehe. Nikusamehe na kwa lipi? Bangiri na mke wake wanadanganyana. Mbamba ngoma huti. Yaani mimi nimeondoka jana kiustaarabu kabisa, nimekuelewa. Mwisho wa siku nakuja kuniletea ngonjera ambazo mimi sizielewi. Unaanza na au unataka mimi yule mtoto nimletee kwako? Sasha, unanielewa? Nimekwambia hivi, kipindi wewe umeondoka pale, niliingia ndani nichukue pesa nikuletee. Lakini mke wangu alificha pesa yote. Kwa jana ilikuwa ni vurugu ya kupigana mimi na yeye, pesa itoke nikuletee. Sawa? Alafu mimi siwezi kutoka pale tu yani kwa haraka vile. Nikaacha bado pale kuna shida. Hebu tulia basi. Mimi pesa leo nimekuja nayo. Sawa, nimekuletea pesa ya matumizi yako wewe na mtoto. Tumeelewana vizuri? Umenielewa vizuri? Hii pesa nimekuja nayo. Ngoja kwanza nikupe pesa afu nikwambie kitu. Sauti za uswazi kwenye kila kona. Chukua kwanza. Hadithi zinaendelea, maisha yanaendelea. Kuna kitu kimoja ambacho kinanifurahisha sana kila nikitazama. Unajua maji haya yasa ubaridi Yaani hata uyachemshe kiasi gani yatarudi kuna ubaridi. Kuna kitu natamani tufanye hapa lakini sema mazingira hayaruhusu. Haya niambie hicho kitu maana hapa mwili wangu ushalegea.
Namuumiza shemeji yako. Shemeji yako na matatizo makubwa sana. Mimi namuumiza mwanamke huyu mimi. Blaza, hebu sikiliza basi, punguza hasira kwanza. Sio nipunguze hasira, mwanamke analipanda kichwani huyu, mimi analipanda kichwani. Sawa. Mapenzi na matumaini, machozi na tabasamu, kila siku. Mbona unaniangusha sasa kakangu? Sawa, karibuni. Shemeji. Shemeji. Shida nini shemeji yangu? Sauti za uswazi. Basi. Nimekuja na mgeni hapa. Sawa sawa. Wenyewe mnajikuta kina nani? Sisi tumekaa chini, nyinyi mnasimama. Vituko vyao, mpangaji anateseka. Tunawauliza mnajikuta kina nani? Mwanamke kielele wewe. Dogo, kaa chini. Mnachoangalia kitu gani? Sisi tumekaa chini hapa tumekosea. Hamna viti hapa, kaeni kwenye ardhi, kwani sisi sio watu? Halo. Natamani tukipashe kiporo moto. Kama hautojali, lakini unatafuta pahala pazuri, tunakutana ili watu wasituoneone. Mazingira ambayo natakiwa tukutane ni mazingira ambayo yatakuwa yako kimya sana. Tupashe kidogo. Sema. Haya, tunakipasha saa ngapi? Watu waliozaa hawasahau mama. Kuna upendo ndani yangu unasema kitu kwako. Japokuwa siwezi kuweka bayana kwa kuwa na mke. Ila mimi naruhusiwa kuwa na wake hata 4. Wewe unasemaje? Kwa hiyo hata leo nafasi ipo. Ipo. Basi sawa, basi. Pita njoni. Twende. Haina shida. Tangulia kwanza nione neema za Mungu. Mashaallah. Bali nazo hapa leo. Sauti za uswazi. Karibu sana. Shukrani sana Blaza. Blaza, mimi nimekuja na ugeni. Sawa. Kama unavyomuona hapa. Mimi huyu ni mke wangu. Na nimekuja hapa ili nikutambulishe. Karibu sana. Asante. Nimeona sio vyema nikae naye tu nyumbani pasipokuja kukutambulisha wewe kakaangu mkubwa. Na Mungu anapojalia mwaka huu ikiwezekana nitafunga naye ndoa. Sawa sawa. Karibu sana ndugu yangu. Shukrani. Mke wangu. Huyu mimi ndio kakaangu. Nashukuru sana. Karibu Asante shemeji. Kuwa huru Shoga. Hazinyamazishwi. Unaingia kwenye familia umejipanga. Una ubavu. Vituko vyao, mpangaji anateseka. Bangiri na mke wake wanadanganyana. Maneno gani mbele ya wageni? Kwani huyu wewe umesikia mpiganaji? Kwani naongea na wewe au shobo? Hivi mbona unapalopa sana? Sio wewe ndo unakieleza sana mwanamke wewe bwana wewe. Wewe kwa nini wewe? Mgeni kaja leo. Tayari wewe kuongeza na nini? Nitakupiga mbele. Yaani mwanamke wewe. Wewe. Nini? Utafanya nini? Mimi sio mbavu. Unaniona hivi? Kwa mbavu gani? Unaelezea kila kitu.